Nimetumikia jeshi kama almost 2 years. Maana yake kama operation ambayo nimefanya ilikuwa ni ya kwenda mapangoni kipindi kile kuna magaidi 2016 kwenda 17 Tanga ile. Ambao ni kama unakumbuka kuna kipindi kulikuwa na magaidi nini wamejificha mapangoni kule kuna mauaji. Ile operation ambayo nilishiriki ni operation ya ndani. Tulimaliza 2017 ambao 2017 hiyo nilipata issue nyingine ya kuachishwa kazi. Kwa hiyo kwa muda ule mwanangu kama ni mtu mwenye moyo mwepesi na vitu ambavyo unawekewa mbele unaweza ukaingia kwenye tamaa. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Alright bana, mambo vipi mfuatiliaji wa King Paul TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Bana, tumeweza kukutana na ndugu yetu ambaye yeye kidogo inawezekana ikawa ni story ngumu kidogo, lakini kutokana na namna ambayo imeweza kujitokeza basi imeweza kuwa ni sawa kuweza kuzungumzia hapa kupitia King Paul TV muda huu hapa. Hivi unaweza ukaimagine vipi kama mtu akitoka katika ngazi ya juu alafu akarudi chini lakini akiamini kwamba maslahi yako pale pale? Huyu jamaa yeye ambaye tuko naye kwa siku leo aliweza kuwa ni miongoni mwa wanajeshi askari ambao wanaelewa vizuri vita, lakini dakika za mwisho ameweza kukubali kurudi chini na kuweza kuwa MC, lakini pia kinyozi, naweza nikasema kwa lugha nyepesi. Sasa kwa namna moja ama nyingine za kushangaza kidogo, nini kilimfanya aweze kutoka jeshini lakini pia kuweza kurudi uraiani kwa mtu wa kawaida kabisa, kuweza kupambania maisha katika ngazi ya chini kwa namna moja ama nyingine? Tunaye hapa, kuna mazito ambayo utakwenda kuyafahamu na utakwenda kuelewa. Kikubwa tu tupatie sikio lako la kutosha, lakini pia macho yako uweze kutazama kile ambacho ndugu yetu hapa ataweza kukionyesha, lakini pia kuweza kusikia kile ambacho ataweza kukizungumza. Kikubwa sasa kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification, kwenda kule Instagram tunapatikana kwa jina la King Paul _TV, Facebook page yetu tunapatikana kwa jina la King Paul Media, lakini kwa TikTok tunapatikana kwa jina la King Paul _TV vile vile. Hivyo nikualike, karibu sana uungane na sisi. Kaka, habari? Salama kabisa. Salama kabisa. Salama. Kisa ninayo furaha kuweza kuonana na wewe kwa sababu ni mmoja kati ya vijana ambao wanapambana sana, na nimeweza kupata historia yako hapa. Ni miongoni mwa watu ambao wanafahamika na majina, lakini wengi kushangazwa na kile ambacho kiliweza kutokea kwa upande wako, kutoka kuwa mwanajeshi mpaka kuwa raia wa kawaida na kuweza kuingia katika ujasiriamali. Naweza nikatumia njia nyepesi kuweza kuzungumzia. Kwanza kabisa ningependa kufahamu majina yako, ni nani na mpaka pale hali halisi ilivyoanza kujitokeza kwa upande wako. Asante. Mimi kwa majina kamili naitwa MC Kaoneka. MC Kaoneka jina la kazi, MC Kaoneka, lakini majina kamili ya kuzaliwa ni Martin Silas Kaoneka. Kwa hiyo Kaoneka ni jina langu la ukoo ambalo ndo nalitumia kwenye mapambano yangu ya maisha. Mna ndugu na Shaban Kaoneka? Familia tu. Familia tu. Ukoo ni mkubwa sana. Kwa hiyo by the way, nikianza tu kwa story fupi ya maisha yangu kutoka huko nilipoanza mpaka kufikia hapa. Shortly, mimi ni mkazi wa Tanga. Nimezaliwa Tanga, nimekulia Tanga, primary nimesoma Tanga, O level nimesoma Tanga, advance nikabahatika kuwepo Minaki High School pale Pwani Kisarawe kule. Nikaingia chuo kikuu wa IFM ambapo nilisoma mwaka mmoja, tuseme kama semester moja, niseme mwaka. Kwa sababu kwa wakati ule tulipomaliza form 6 ndio tulikuwa tumepata bahati pia kwenda JKT mujibu wa sheria, ambako kwa mwaka ule walihitaji watu ambao wangetaka kujiunga na jeshi ambao walisoma science, na miongoni mwa watu ambao pia walikuwa wakitoa sana hiyo dukuduku wanapokuja viongozi, nikiwa pale Makutupola 834, mimi nilikuwa ni miongoni mwao. Na niliomba sana hilo jambo kwamba kwa wale wanaohitaji, wanaolipenda jeshi, kama watapewa nafasi ya kuweza kufanyaje kujoin. Na kwa bahati nzuri maombi yakafikishwa mahali husika. Basi wale ambao tulikuwa tunahitaji kweli, form zikaja, wenye kujaza tukajaza. Kwa hiyo mpaka
tunamaliza ile mafunzo ya mujibu wa sheria, tumerudi kujiunga na chuo. Tukiwa wengine tushaanza chuoni tayari, kama ni kulipa ada au mageto nini kama unavyojua. Malaki vipindi vimeshaanza. Ndio tukaanza kupokea simu za kujiunga na jeshi. Sawa. Kwa hiyo ambao bado tulikuwa tuna mapenzi tukaamua kuacha chuo. Wengine ambao nao walibahatika pia kupigiwa waliendelea na chuo, mtu anacheki ishaanza niache au niende. Si wengine tukaamua kuacha chuo tukaingia kwenye utaratibu. Kwa hiyo utaratibu ulifanyika unavyotakiwa kufanyika, mafunzo, maana yake niliingia mpaka kupiga kozi ya afisa pale TMA Monduli. By the way, kwa sasa hizo wa depo wangu ni senior captain, maana yake ni makapteni ambao wanaanza kupokea umeja wakati wote. Na kikosi changu ilikuwa ni 1-1 hapo Sanga ambao ni kikosi cha engineer, na hiyo ndo sababu ya mimi kuwepo Chalinze. Sasa huko kwingine kwanza kwa leo nisiongelee deep sana, kama itapata interview nyingine tutaweza kuzungumza kwa habari ya chakato mzima wa maisha ya jeshi mpaka kuacha. Lakini 2014 ndo nilitoka chuo, 15 tukiwa timu ndio tulianza mafunzo na nimetumikia jeshi kama almost 2 years. Maana yake kama operation ambayo nimefanya ilikuwa ni ya kwenda mapangoni kipindi kile kuna magaidi 2016 kwenda 17 Tanga ile ambao ni kama unakumbuka kuna kipindi kulikuwa na magaidi nini wamejificha mapangoni kule, kuna mauaji. Kwa ile operation ambayo nilishiriki ni operation ya ndani. Tulimaliza 2017 ambao 2017 hiyo ndio nilipata issue nyingine ya kuachishwa kazi. Kipindi mnaenda kupambana na magaidi, kuna ugumu gani ambao uliweza kuona kwa sababu ndio ilikuwa ni kipindi chako cha mara ya kwanza? Hamna ugumu kwa sababu mimi na mafunzo ya kijeshi. Kwa hiyo issue yote ambayo iko mbele yangu haiwezi kusumbua, lakini tusiongelee deep sana huko kwa sababu naamini siku tukiwa na interview inayohusiana na maisha ya huko tutayazungumza. Kwa hiyo leo nimeipiga hiyo lasha ili turudi tu kwenye story ya kawaida ya maisha. Sawa. Kwa hiyo 2017 ndo niliacha jeshi. Maana yake sio kuacha, niliachishwa kwa matatizo ambayo yalijitokeza ambayo nisizungumze leo, lakini nilijaribu kupambana kwa nafasi yangu, ikiwemo kuelekea makao makuu kujaribu kupambana. Ikawa inaonekana si haki iliyotumika, lakini unajua kuipata haki ni jambo jingine. Unakutana na mtu unampa situation nzima anakuambia hapana, hamna kitu kama hicho, lete malalamiko, fanya hivi, unapeleka. Baada ya hapo tena unarudishiwa majibu tena hakuna ulichofanikiwa. Umeelewa? Fika ngazi za juu mpaka kwa waziri nzizo, waziri wa ulinzi alikuwa ni Mwinyi, mheshimiwa Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar kwa sasa. Fika naye unapata nafasi ya kuzungumza naye kwa simu, na muelekeza anakuambia kitu kama hicho hakuna, njoo lete malalamiko yako wizarani na majibu uliopewa huko makao makuu. Unafika pale bado inarudi hakuna. Basi wengine wanakushauri bwana, tafuta viongozi wa siasa, mambo kama hayo, lazima upate mtu akushike mkono. Sasa kwa muda ule, kwa sababu imagine mtu umeshatoka kwenye maisha ya kuajiliwa, maana yake mshahara tena una. Umeona? Na wakati huo kwa sababu chuo mimi nilipostpone. Kwa hiyo nilipokuwa kazini, nyakati za mwisho kabla sijapata msala wa kuachishwa kazi, niliomba kwenda kusoma. Wakaniomba nisiombe kwa ile fani ambayo nilikuwa tayari ipo, maana yake kama ingekuwa ipo ni kurudi tu na kuendelea nilipoishia. Wakaomba nibadilishe. Kwa hiyo ikabidi nifanye utaratibu wa kwenda kujitoa kwenye system kabisa, nifanye njia zangu ninazojua, nianze upya maombi. Alafu ndio nikiwa nishafanya hivyo ndio napata na msala wa kuachishwa kazi. Kwa hiyo nikajikuta ni kama nimerudi mtaani nikiwa sina jambo. Siwezi kurudi chuo kwa sababu siwezi kujilipia tena na siwezi kupata mkopo, ni issue tena. Umeona? Na niliacha chuo kwa ajili ya jeshi, na jeshi nao limenikana kinamna hiyo. Kwa hiyo harakati zile sanafika hatua hata upewe mifumo uwezi, kwa sababu hela ya mihangaiko, yani vile unavyohangaika ni hela. Toke hapa uende Dar, si makao, si wizarani, si ni hela. Afu kiangalia mshahara huna. Bado hujatengeneza asset yote ya kusema kwamba kwa mwezi una chochote ambacho unakipata. Kwa hiyo ile issue ikawa tayari imefika hatua imebidi ninyoshe mikono. Umeona? Nikamwambia tu Mungu,
kama kweli labda alikuwa analipenda jeshi na kulitumikia lakini imeenda tofauti, basi acha ninyoshe kwanza mikono. Kama ni yangu, ipo siku Mungu atanijibu. Ushanielewa? Kwa hiyo kwa muda huo nilichonacho kwa wakati ule sasa, ambacho niseme kwamba ule mshahara wa mwisho ambao uliingia baada ya sakata zima la kumaliza utaratibu wa kukabidhi vilivyo vya watu kwenye jeshi, umeona, ikabidi sasa niutumie kufungua hiyo ofisi saluni hapa Nzizo, ikiwa ni kaflemu tu kawaida, kwa sababu harakati yangu nikiwa niko advance. Unajua mimi nimetoka kwenye familia ya kimaskini sana, by the way. Yani nimeshika jembe sana. Yani harakati zile za kusema unapambana wewe kama wewe, sio kila kitu umwambie baba au umwambie mama. Sio wale watoto wa kwamba una issue ndogo umempigia shangazi, sio umempigia dada. Imefeli kwa baba yako, ujitafute mwenyewe ujue unafanyaje. Kwa hiyo tumekuwa kwenye yale maisha ya kuwa tuna vitu vya kufanya ili upate chochote kitu. Ushanielewa? Kwa hiyo vitalenti vidogo vidogo vingi. Umeona? Kwa hiyo miongoni mwa talenti yangu ilikuwa pia ni kunyoa, kutoka kutumia kiwembe mpaka mashine. Kwa hiyo kwa wakati ule kwanza, target ya kwanza ilikuwa ni kutafuta ofisi ambayo na uwezo wa kupata buku mbili wakati siku zinaendelea, kujua naamka vipi kutafuta plan B. Kwa nikapata hii frame hapa kwa mara ya kwanza, nikaja nikaripia, nikaweka vya kuanzia donate janja zangu mwenyewe nazojua ingia toka mashine kiti uhakika. Kwa hiyo ikawa sawa lao, ninapoamka asubuhi na sehemu ambapo nafika kwanza wakati naangalia mambo mengine. Ushanielewa? Sasa wakati huo nikirudi kwenye safari sasa ya UMC ambayo ndio maisha ambayo yananibeba kwa sasa. Kumbe hii MC ina maana pia, si kwamba ina maana sana. Kwa hiyo kwenye safari ya UMC, kwa sababu wakati huo maana yake napata wa majanga, nimeshakuwa na familia tayari. Maana yake niko yani ndo na zile processes zinatokea za mimi kupata hilo janga kwenye mambo ya uchumba nini, kwa usijua ile kazini nilikuwa ndo nishapewa kibali. Kwa nilikuwa niko kwenye hizo process. Kwa hiyo nazo pia nikastopisha kwanza. Kwa bahati nzuri wako wakanielewa, nikakabidhiwa mke, maisha akafanyaje. Kwa wakati huo maana yake na mke nyumbani. Sawa Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima mifumo ifanyike. UMC nimekuwa na ufanya toka zamani. Nikiwa nasema toka zamani, nikiwa na maanisha ni talent ambayo ipo kwenye damu. Nikiwa primary, shughuli zile za wenzangu sibi birthday, sibi nini shuleni, matamasha hapa na pale ya kishule nilikuwa nafanya. Nikiwa O-level, maana yake nilikuwa na crew yangu, so unajua Tanga maisha ya makempu nini, matamasha yale ya jukwaani, makempu nini, macho manini nilikuwa nafanya. Nikiwa advance nilikuwa waziri wa michezo. Kwa hiyo ninavyoongelea maskulu bashi yote enzi hizo Jangwani, Zanaki, Girls, Luvu wapi, yani waambie kuhusu social media yake 2012-14 hiyo. Kwa hiyo Mike nilikuwa ni kitu ambacho kwangu ni maisha. Sawa Na hata wakati nasoma hiyo advance, maana yake ni kwamba mambo madogo ya maisha yangu binafsi yalikuwa hayasumbui kwa sababu ya issue hiyo. Kwa hiyo sasa kwa Chalinze ukumbuke nilikuja nikiwa kama mwanajeshi. Kwa hiyo kama ni mtano unajua tu mshikaji yuko ni poti amepanga hapo nini hivyo. Kwa hiyo kuja kuaminisha tena issue ya UMC maana yake ni habari nyingine. Kwa hiyo ni lazima nipate sehemu kwanza ya kuhakikisha 2000-3000 kwanza sikosi, wakati natafuta kuifanya hiyo plan B yangu jamii iweze kunielewa. Ukizingatia hata wale ambao walikuwa wananijua before nikiwa mashuleni, chuo nini, hichi kipindi cha kuwa depo, cha kuwa jeshini nini, ni kama nilipotea kwenye hiyo 18. Kwa hiyo sasa maisha baba sikufichi, maisha na mambo mengi sana. By the way kuna vitu vingi sana nimepitia. Vingi, yani kisema vingi nikiongelea hiyo historia kama ni fundisho basi nimelipata, kwa sababu nakuja saluni ambapo nakuta mambo sometimes ndo kama hivyo eleweki, waifu nyumbani mjamzito, unaangalia issue nyingine za kufanya. Kwa hiyo kipindi cha hapo katikati nimepiga bodaboda. Sawa Nimekesha bodaboda, yani maana yake naweza nikakaa hapa ofisini jioni nikafunga, mwamba akanikabidhi bodaboda yake. Usiku mzee koti langu hakika na kwa mpaka asubuhi nimkabidhi na yeye hesabu yake na mimi nipate cha kuamkia nyumbani niingie tena hapo. Kwa
Kwa hiyo kama ni kusinzia nini, nikifika hapa basi ndo nitasinzia. Ikafika hatua nikawa pia napiga mishe zile za matoo ya kuuza madumu ya kuuza maji na madumu naenda kuchota la. Samani, hiyo yote kwamba haukujali watu walikuwa nakuonaje hapo mwanzoni? By the way, mimi nimekwambia nimetoka kwenye maisha ya kimaskini. Kwa hiyo maisha ya mapambano ya kutokujali nani anasema nyuma yangu. Sawa nimeumbwa hivyo. Hata niwe star kiasi gani, sijawahi kuuonaga ustaa wangu mimi. Yaani wao wauone sio mimi. Kwa hiyo watu walikuwa wanajiuliza mambo mengi. Kuna wengine walikuwa wanahisi mimi ni usalama. Sawa. Na ndio kitu ambacho pia nilikuwa nataka jaribu kuulizia kwamba pengine labda watu kufia kwamba sasa huyu tulimuona huku inakuaje na kuja kuwa raia kawaida, pengine ni spy na vitu kama hivyo hapo. Ya, kwa hiyo changamoto hiyo ni kweli niliipata. Wengine walikuwa wananiona mimi ni usalama. Kwa hiyo kuna baadhi ya madili huingizwe yani mtu anahisi kabisa huyu mjinga anatuchola. Kwa ile na wazo la kwamba huwezi kuwa mwanajeshi afu uachishwe kirahisi. Yani mwanajeshi hawaachishwagi wale, sio nini, umeelewa? Kwa hiyo nimetoka hapo nikawa na fiatua tofali za bloko hizi. Hiyo nao nimepiga sana. Kazi za kiume hizo ni hatari. Fiatua sana tofali mpaka unakuta kuanzia saa 1 asubuhi mpaka uitafute hiyo 10,000. Ni kwamba mmemaliza viloba si vingapi vya simenti kwenye mida ya saa 12 huko. Ndio umefanikiwa kuipata 10,000. Shanaelewa Kwa hiyo mida hapo ujala hujafanya nini. Kwa hiyo nikawa sema nake kwa sababu saluni hapa pakaa kama hapana mzunguko mkubwa sana. Kwa hiyo ni kama movement yangu ni kwamba naamka asubuhi napitiliza kwenye tofali. Nafyatua tofali, nimepata hako kaandiko kapata, nimetoa na ya kula. Umeona, natoka hapo naingia zangu wapi? Saluni. Shanaelewa, nakomaa tena hapa. Asubuhi hivyo. Kukaanga miogo sio jioni ile nini ofisi yao misa unajua. Kosa kwa wakati ule wengi walikuwa wananiona ni spy. Yaani wanaamini huyu mjinga ana act life. Sababu washikaji zangu kazini waliojua nimepata ule msala walijua kwa vyovyote vile Chalinze siwezi kuishi tena. Sawa, kwa sababu imagine mji ambao wanakujua ni mwanajeshi alafu wakuone unapiga bodaboda, wakuone unafyatua tofali, wakuone unapiga madili ya saidia fundi, ushanielewa, ni kazi. Kwa hiyo waliamini kwamba kaoneka Chalinze lazima asepe. Lakini baadaye nao wakawa wanaamini tena kwamba umshikaji anatuchola. Ushanielewa? Yaani wao achana sana raia, marafiki wenyewe hadi washikaji ambao walikuwa ni wenzangu. Ikafika hatua wanaamini na wachola kwa sababu walishazoea mtu akipata majanga kama yale basi kama hajaondoka kurudi kwao vizinga haviishi. Yaani akikutana na washikaji, wewe mwanangu nizingatie sijui nini. Sasa wanaona akikutana na mimi niko happy na niko normal na maisha yangu alafu sijali. Yaani sina ile masononeko yani watu ili waseme da mshikaji kafanya hivi, mshikaji anapitia nayo, umeelewa? Mimi sina hilo. Yaani mimi ukinikuta nina furaha. Yaani kama ninachokifanya ndio maisha yangu. Kumbe sio kweli. Nikipata muda wangu mwenyewe wa maumivu nawaza kwa sababu yani nilikuwa nimerudi kama tu maisha ya darasa la 7A tu. Yaani kama elimu yote nimeweka pembeni. Yaani kuwaza kwamba na elimu sio ya form 6 au nilishafika hadi chuo kikuu au na mafunzo hadi ya jeshi, nilishakuwa hadi afisa mdogo amda hivyo kupitia mafunzo ya wafsa. Yaani hivyo vyote ni kama nilivivua yani. Nimerudi tu kwamba ni mtu ambaye sina chochote. Ukinipa dili ya kwamba ni fundi kaja nimemnyoa hapa, ni fundi na mzingua kwamba bana ukipata dili mwanangu nishtue. Wewe si uko hapa, mna hapa mimi bana mna 10,000 hiyo mimi nikipata huko nikija hapa nikiongezea unyama. Kesho kwa simu, baba uko wapi? Niko hapa. Twenzetu sehemu fulani na site ya kazi. Mimi nikifika nasaidia pale 10,000 yangu mfukoni narudi hapa. Kwa hiyo in short wadau wengi walikuwa wanaamini na wachola. Wao sio uongo. Umeelewa? Wengi walikuwa wanaamini na wachola. Kwa hiyo basi baada ya pale manake ndo safari sasa ya UMC ikaanzia kwa kuanza kwa vishughuli vidogo. Ikiwemo birthday, paimala na kuna bar fulani. Zizo kabla sijafungua maana saa hizi pia nina bar yangu, lakini muda huo kabla sijafungua bar kuna somewhere hapa inaitwa Traveler.
Kwa nikawa nafika pale, nilikutana na DJ, tulikutana kwenye vinsho fulani pembeni, DJ ale ambaye yuko pale akakubali, kama mwanangu njoo basi mimi niko baa fulani nini. Na pale enzi hizo nilikuwa naenda nikiwa kama askari. Kwa hiyo nilikuwa tunaishi kama watu wengine wanavyoishi. Lakini kwa bahati nzuri mimi kilichonibeba nikiwa niko mwanajeshi, sikuwa mtu fulani wa ujeshi mtaani, yani ile kwamba ni poti sio nini mshahara imetoka si kavimba nini kazingwana na mtu. Kwa hiyo kwanza kuna baadhi hata pale mtaani walikuwa hawajui ni mwanajeshi au ni mwalimu au ni field au ni nini, wengine pia walikuwa hawajui. Kwa sababu nimeumbwa kujichanganya na kila mtu aliyekuwa mbele yangu. Kwa hiyo maana yake nikafika pale sasa ndo zile hyper tuseme sasa. So nikisema hyper unanielewa. Mambo ile DJ anapiga ngoma, umekamata mic nini, twende mikono juu, sijui nini. Watu ndo wakaanza, bwana kiwanja fulani kuna MC huko hapa mwanangu, hyper so poa. Akikamata mic anaamsha kinoma, yani watu ile kijiji mpaka unajua zile. Watu wakawa ile wananyomi. Kwa hiyo nikifika pale wadau sasa wengine ambao nilikuwa nao kazini mapoti nini wanaambiana, bwana kaoneka saizi uko ba fulani pale anaamsha. Kwa akija pale nini umewataja umewasajua ile si PDG nani si nini, mtu mpelekee 3 pelekee 4 na umefanya mazingira yako, umepata hela yako mfukoni, unavyojua wewe jinsi ya kuzungusha ujanja mwingi mjini. Unajikuta umerudi nyumbani na ka30 kako 40 50 unafanya mambo yako. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unashukuru Mungu kama ni vikodi nini, wife pale utawala. Hizo na kama nilivyokuambia alikuwa mjamzito mpaka kujifungua nini hivyo. Kwa hiyo ikaenda birthday vile, mtu ana birthday yake, unamgongea ka 20, ka 10,000, wewe unachukua yani uwazi. Ila tu kwa sababu nilikuwa ni kitu ambacho sio kwamba nakianza au najifunza. Kwa hiyo mimi wewe umenipa hela yako ndogo, ila mimi nakufanyia jambo lako kwa ukubwa. Kwa hiyo mtu akija anajua mbona umwamba wa moto. Ona, washikaji wa halmashauri sio matangazo sio nani anakuja kiongozi nani, mimi nikuta kwenye gari juu na mic yangu. PA. Umeona, bishana na washikaji unajua kabisa kaoneka yule tunabishana naye. Tuna veko la jeshi linapita huko kwenye gari lako la matangazo, washikaji unafahamiana na upungia mkono uhakika. Umeona. Kwa ile safari ya UMC kwa imeanza hivyo. Mpaka naingia sasa ukumbini, harusi za kwanza nini. Piga mzee unazima suti kwa mshikaji, si unajua baba niazime suti yako, umezima huko suruali huko koti. Kaela ulikolipo akatoshi kufanya hivyo, ukifika pale unabamiza. Watu wanatoka wanakubali. Mwanangu mbona ni MC mzuri? Mbona ni MC mzuri? Nani yule dogo kinyozi pale ana saluni yake Nelo pale kinyozi. Lakini nilisikiaga yule alikuwaga mwanajeshi, si nini na nini. Wengine si unajua maneno mwingine anakuuliza kabisa. Mwanangu mbona nasikia ulikuwaga mwanajeshi, ilikuwaje? Mwingine alikuwa anawakatalia, anaambia hamna. Mimi sikuwa mwanajeshi maisha yangu yote. Mimi nimekuja Chalinze, nimefungua saluni ndio nimeanza kujitafuta kwenye MC. Hamna. Mbona kuna mimi mume wangu mwanajeshi kaniambia ulikuwa naye kazini, sio umepata majanga ya kuachishwa, unamkataa. Kwa hiyo safari hapo ndio ilipoanzia, niseme kutoka hapo basi vya harusi vya mwanzo nini, watu wanaanza kukuamini, unabamiza, watu wanakuamini, unabamiza. Maana yake kwa sababu saluni ni kama ndio sehemu ambayo ilinishika kipindi ambacho sina pa kutokea. Najitafuta. Kwa hiyo nikarudi kuiboresha kama hivyo unavyoona ile kababa shop. Una muda nikawaza nitengeneze kuwa ndo ofisi yangu kabisa. Lakini kuiondoa saluni na shina kwa sababu nina historia nayo. Ushanielewa? Yaani naheshimu. Kila kwamba ukikaa eneo hili ndani ya saluni kuna mengi ambayo unayakumbuka. Mengi ambayo unanio. Ndio maana kuna muda mtu akasema kaoneka hapo saizi ulipofikia ushakuwa MC mkubwa sana. Umeona habari ya kuwepo tena saluni hapa. Sawa kuna muda anakuwa na vinyozi na nini. Lakini sometime inakuwa ni eneo tu ambalo nikikaa yani hata kama sina issue ya kufanya ni kwamba ni katika harakati zangu nyingine, lakini hapa ndo sehemu ambayo nakaa. Yani mtu akisema nimempigia kaoneka simpate, ngoja nifike pale ofisini kwake. Lakini mimi nikikaa kuna vitu fulani kwenye akili vinafunguka vingi sana kutoka safari yangu ya maisha na napata pia mawazo mapya ya kufanya. Kwa hiyo kutoka hapo mwanangu safari ya UMC 2000 na manake kama na 19 20. Hiyo miaka miwili 17 ambayo nimeacha 18 19 ni miaka ambayo nimesota kwa vitu vingi sana. Yaani hapo ndo bodaboda nimepiga, saidia fundi nimepiga, tofali nimefyatua, miogo ya kukaanga barabarani nimekaanga.
Ushanielewa? Yaani madili yote unaojua bora tu kuna hela. Mimi sijali kama ni kuna kuchafuka, kuna kufanya nini. Bora kuna hela nitarudi nao nyumbani. Kuona 20 pale kidogo sasa ndo nikaanza ile mtu ana harusi yake kutoka kwenye birthday huko. Harusi sio send off. 21, 22 kwa sababu unajua ukiona kitu kizuri unachofanya hautumii nguvu nyingi. Unaona? Kwa hiyo naweza nikasema pia kwenye safari yangu ya MC sio kama ma MC wengine wakubwa walivyosota. Sababu ukifuatilia historia zao wengine wameanza mbali, lakini mimi kutokana na ubora wa kazi yangu safari haikuwa ndefu sana. Yaani chapu nimejikuta mara Mwanza, mara niko Arusha, mara Moshi, mara Dar es Salaam kwenye ambako hata washikaji wengine ma MC ambao wako Dar kaoneka toka Chalinze. Hamia Dar, uwezo wako mkubwa sana kwa Chalinze, mji bado mdogo. Njoo huku Dar, maana yake kitendo cha kuwa Dar chapu utakuwa MC mkubwa mwenye kujulikana na nini na vitu vingine. Lakini bado kuna namna Chalinze na kazi nayo na historia nayo na kazi nayo. Kwa hiyo nikawa na hapa ni njia panda, nikiwa na issue Dar nimeingia, Morogoro nimeingia. By the way mpaka sasa hakuna mkoa ambao sijakanyaga. Sio Tunduma, sio Songea, sio Shinyanga, Tabora, sio Mwanza, Lindi, Mtwara, Arusha, mpakani huko Holili, sio Taveta upande wa Kenya huko wapi. Hakuna mkoa ambao sijakanyaga. Kote nimekanyaga. Kazi ya OMC. Kote nimekanyaga na nimepiga kazi ya OMC. Kwa baada ya hapo maana yake kwa jina kwa Chalinze, ukiingia Chalinze ukaulizia MC nambari 1 au MC wa jimbo ni mimi, MC Kaoneka. Na bahati nzuri hata huko wengine nikienda na nyoosha kama kawaida. Yaani hao wengine wakubwa walonitangulia kama alienda hiyo sehemu, na mimi nikifika utapewa tu maua yako. Kwamba bwana juzi tulikuwa na fulani, tumemlipa milioni si ngapi nini nani. Lakini baba moto wako wewe yaani wewe ni wa moto, tumeukubali hivyo. Kwa baada hapo saa hizi maana yake saluni, kutoka saluni ndo nimefungua na baa yangu inaitwa Kaoneka Sport Lounge hapa Chalinze. Unaona hapo. Na wazo la baa ilikujaje? Kwa maana kwamba umesema kwamba kwa sasa pia una baa. Wazo lilikuwaje mpaka ukaamua kufungua baa? Unajua nikisema maana yake mimi niseme tu kwamba wazo lilikujaje, na mawazo mengi ya kufanya. Kwa sababu nimetoka kuajiliwa, niko kwenye maisha ya kupambana. UMC ni issue ya muda, ufikiriwe na watu wakupe kazi, ushanielewa. Kwa hiyo akili yangu inawaza kuwa na asset. Kama ambavyo nilikuwa na saluni ikawa baba shop kutoka saluni. Mpango wangu mwingine ilikuwa ni kumiliki baa, kwa sababu vyote ni vitu vinavyohusika muziki, vinavyohusu MC ambavyo ni vitu ambavyo viko ndani ya career yangu. Ushanielewa. Yaani maana yake bado kama nitapata wazo jingine tena nitafanya. Nitapata wazo, yani in short ni kwamba kuwa tu ni mtu ambaye baadaye basi na vitu vingi ambavyo vinanizunguka ninavyovimiliki. Lakini baa imekuwa ni kwa haraka kwa sababu nikiwa hapo travel ambapo ndo nimeanza kuianza safari yangu ya kuwa hiyo hype nini, nimejifunza mengi. Hilo la kwanza. La pili, kama unavyojua baa inahitaji muziki, burudani, muziki ninao tayari katika ile kampuni yangu tu MC Kaoneka Event, ambao uko na sound na my official DJ ambaye anaitwa DJ Tizo, na sound engineer ambaye anaitwa DJ Risha, ushanielewa. Kwa hiyo unaona tu kabisa hiyo kampuni yangu inatosha kumiliki asset ya baa, kwa sababu sound ninayo, ma DJ ninao. Umeona, kwa hiyo ndo nikafanya hivyo. Ikitokea nafasi labda ukahitajika kwa mara nyingine tena, unaweza kurudi? Naweza kurudi kwa sababu by the way jeshi liko moyoni. Labda tu nisiseme uongo. Sawa. Hata kama nitakutana na mtu akanipiga hiyo challenge katika matani nikamwambia hamna, mimi niko na maisha yangu. Lakini jeshi liko, yani mapenzi ya jeshi yako hapa moyoni. Na maana hata mwanzoni wadau wengine wakanipiga swali, mwanangu hivi ukiona washikaji zako umii moyo, wengine wanakuja hapa na magari yao na kombati zao nini, umii moyo? Naambia hamna. Lakini kuumia kupo, ila sio kila unapoumia basi umwambie mtu unaumia. Ushanielewa. Kwa hiyo ikatokea kweli, sio ile ya ubabaishaji, kweli kama bana hivi na hivi njia hii au kuna mtu hapa ina nini narudi kwenye jeshi. Nalipenda na ninalimudu.
sio, umeelewa? Kwa sababu mimi mwenyewe ni out of kuajiliwa, mimi ni mwanajeshi tosha kwenye maisha yangu. Yaani maisha yangu mimi, nature ya maisha yangu ni mwanajeshi tosha, bila kuvaa kombati, bila kuwa na mshahara mwisho wa mwezi, bila kuwa na mafunzo yao ambayo nimekuwa nayo iweza ya kuijua silaha na kuitumia na mbinu za kivita na vitu vingine. My real life mimi ni askari, na ndio maana niseme ni mpambanaji. Maana yake ukiwa na spirit ya mapambano, wewe ni una ujeshi ndani yako. Maana yake mimi popote naingia bila uoga, bila chochote. Ninachowaza ni matokeo ya pale nilipoingia yana upande gani kwangu, basi. Kwa hiyo hata wakati huo pia wengine waliwaza labda aidha anaweza na hilo jambo la kuzungumza kwamba pengine wengine wangehisi kwamba labda ungeingia kwenye ugaidi, unaweza kulizungumza, na wengi huamini hivyo kwamba tumetoka umejua mambo mengi, baadhi ya siri ambazo labda unaweza kuzijua kwa namna nyingine unaweza kuzitumia katika njia nyingine tofauti. Kuna watu ambao pengine labda walikuja ku-approach kwamba ndugu yangu, sasa kwa nini tusipite huku? Kwa nini tusifanye hivi katika namna ambayo wewe umeweza kuifahamu, ama njia zile ambazo umeweza kuzipata, kwa nini tuzitumie ama tusizitumie katika njia fulani fulani? Unajua hiyo issue ni secret sana, na hata mtu akikujia hakujii direct, anakujia indirect. Yani kuna namna atatumia kujaribu, yani kama tuseme anakuchota kwanza akujue una uwezo wa kujia kwenye hiyo njia au la. Kwa hiyo issue kama hizo, kwa sababu niliwaambia mimi nina mapenzi na jeshi na nina mapenzi na nchi yangu. Kwa hiyo mtu anaweza akakujia kwa njia kwanza ya yani kuwaza unawaza nini, umeelewa eh? Aidha kwa vistori tu nini hivi, alafu anakukadiria the way unavokataa, anajua kabisa huyu sio mtu wa kumuingilia kumwambia hicho kitu. Kwa hiyo kwa mitego kama hiyo ilikuwepo. Mtu anaweza toka sema mwanangu hivi na hivi, wewe hapo ulipo silaha unaijua vizuri, unajua kuitumia nini na nini. Si nini na nini, naambia wewe hapana. Mimi ni mpambanaji, nitasimama kwenye njia zangu, nitatafuta riziki ninayoipata ambayo ni haki yangu. Kama tena muda ndo kwanza bado niko saloni, na unajua kwanza shetani kama alikuwa, yani kama shetani alikuwa, unajua Mungu hakuletea mabaya, Mungu anakuletea mazuri. Shetani ndo anakuletea mabaya ili umkatae Mungu. Kwa hiyo kwa muda ule mwanangu, kama ni mtu mwenye moyo mwepesi na vitu ambavyo unawekewa mbele, unaweza ukaingia kwenye tamaa. Kwa sababu nilikuwa napitia magumu, mazito. Yani mazito kuanzia kiakili mpaka kimwili. Kwa sababu hizo mishe mtu anaweza kwambia tu kwamba ile tu kwamba unaamka asubuhi unaenda kuvaa nguo za kufiatua tofali ili utafute 10,000 ambayo 10,000 hiyo bado hujala, na kutoka saa 1 mpaka saa 12 jioni. Maji tu unayokunywa kutokana na ile kazi unayofanya na chakula unachokula ili ushibe tayari ni kipengele. Unaoda saluni, afu kuna majaribu, yani hayo achana na utafutaji. Kuna majaribu yalinikuta kuanzia kifamilia. Umeona mara wife si mjamzito, mara mimba imeharibika, mara sio atakiwa afanywe nini, sio, yani vyote hivyo ni hela, yani afu uelewi pa kuingia. Afu kitu ambacho mimi nilikipanga ni kwamba sikuwa nimetaka kujililia njaa kwa mtu yoyote ambaye nilikuwa naye kazini. Ingali kuna mwanangu mmoja siwezi kumtaja kwenye interview hapa, walau yeye ndo alikuwa na uwezo wa kunipigia, baba vipi, maisha yakoje, unafanyaje? Una mwingine anasema najua kaoneka wewe hata kama wewe una shida uombi, ila kuna 50 hiyo hapo, kuna 100 hiyo hapo, kama mimi najua una shida, wewe utafanya cha kufanya. Ambaye ndo naweza kusema katika washikaji ambao nilikuwa nao kazini, yani yule anabakigi kama ni ndugu yangu mpaka kesho, ila siwezi kumtaja kwenye interview, lakini ikuwa hivyo. Kwa hiyo kuna muda, kwa sababu sio mtu, yani nilishasema siwezi kujililia njaa kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo nilikuwa naweza nikakutana na gumu langu likajaa kwenye 18, yani likanifika humu. Yani hata ile situation za kujitenga nje ya mji, nikatafuta sehemu nikafika, nikalia sana, afu nikaongea na Mungu wangu, yani kwamba ni mpaka nikajiuliza, yani kuna sehemu labda nimemkosea au inakuaje? Kwa sababu ukija ukiangalia washikaji ulioacha chuo wengine wameshaajiliwa, wana kazi zao, si unajua ulioacha nao chuo kaingia nao jeshini ni makapteni wajao, kienzi hizo walikuwa ni ma lieutenant, maluteni, wana maisha yao, wana mandinga, wana nini, yani uhakika, ushanielewa. Alafu wewe ndo kama umebaki katikati,
Ukija maisha ya shule ulikuwa una akili kinoma, yani kana kwamba kila mtu anakutabilia wewe kuwa mtu fulani. Umeelewa? Ukija kwenye maisha ya jeshi, man of the game, yani hata kwenye madepo manini wakufunzi wanakuambia mwanangu wewe katika hii kundi wewe ni jembe. Yani mtu anakuazia, yani katika hilo jeshi lazima utakuwa tu mtu fulani ambaye yani wa kuigwa. Halafu ni kama vyote umevuliwa. Yani kwenye elimu huna tena, kwenye jeshi huna tena. Yani umerudi kwamba hamna kitu. Ushanielewa? Upo kwa. Kwa hiyo kuna muda yani unakutana na washikaji, unakutana wanao, sawa unacheka nao, una enjoy ni moyoni lakini kiusoni nini, lakini baadaye ukikaa pembeni, unajiuliza nimekosea wapi? Lakini kama ni labda Mungu kuna kitu anataka anipitishe, mbona kama pashatosha? Ushanielewa? Yani kama kuna kitu labda alikuwa anataka nijifunze, mbona kama tayari ishatosha, ni sasa nishajifunza tayari basi. Yani unatamani kesho iamke sasa uambiwe bwana ule ulikuwa ni mtihani tu, tumekujaribu na tushagundua jinsi ulivyoushinda, basi maisha yafanyaje? Yaendelee. Haifiki hiyo siku. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni issue kama hiyo. Umeona? Kwa hiyo majaribu yalikuwa ni yani majaribu ni mazito, na by the way mpaka sasa tunajaribu kuendelea kuomba Mungu, kupambana Mungu aendelee kutimiza malengo ambayo tumeyapanga kwenye maisha. Kama sio kwa kurudishwa tena jeshini kama ambavyo hivyo umeuliza kama ikitokea. Lakini issue ambayo nilishaiweka moyoni ni kwamba maisha lazima yaendelee. Kama niliwaza kuwa tajiri kwa njia yoyote bila kumloga wala kumuua mtu wala kuloga, yani kwa njia ya mapambano yangu, njia halali ambazo sitochukiza serikali yangu wala kumchukiza Mungu wangu, nitakuwa tajiri. Ushanielewa? Lakini cha nyongeza kitu ambacho labda ningeweza tu kukizungumza hivi ni labda hujaniuliza, kama ingekuwa labda interview hii itafika labda kwa kiongozi wote mkubwa wa serikali au hata viongozi wa siasa au hata mheshimiwa rais, ningewashauri kitu cha msingi sana. Kuachishwa kazi kwa sekta tofauti ni vitu vya kawaida, aidha kwa makosa ya mtu. Lakini tunatumaini ukiwa mwalimu ukiachishwa kazi unaweza kufungua center zako za tuition, si ndio bana? Ukapata sehemu za kujipigisha day worker nini, mashule ya private haya unaweza kaenda kuomba ikatokea. Ukiwa nesi labda umeachishwa kazi, vipo vituo private kama hivyo, umeona pharmacy ndogo ndogo, unaweza kaenda ukajiomba ukajishikiza. Na sekta nyingine husika. Lakini mwanajeshi au mtu ambaye amepitia mafunzo ya vita, mafunzo ya jeshi, wasichukulie rahisi sana. Yani kama inatokea mtu anaachishwa kazi ambaye ni wa sekta hiyo, basi hilo ni kosa ambalo mzee, yani ni kosa ambalo ni ndani sana. Yani jeshi lisiwe siasa kwamba ni mtu ambaye ana mafunzo kama hayo una uwezo tu yani kama tu unavotema kozi kumtema basi ndio hivyo ambavyo naye anaweza akaachishwa. Isiwe hivyo. Kwa sababu huko kwenye sekta nyingine mwalimu utaenda kujichuo, utasoma, utafanya nini, ni si ndio? Lakini jeshi kupiga mafunzo yenyewe linaingia gharama. Yani wewe kupitia hayo mafunzo jeshi linaingia gharama. Kukutrain. Hulipi kwenda kufanywa train kama nalipa ili nalipa ada ya chuo naenda kufanya mafunzo ya jeshi, hapana. Jeshi linaingia hasara ya kukutrain. Kwa hiyo manake kila mwanajeshi kusimama kwa mwanajeshi, jeshi limeingia gharama kumsimamisha. Sasa sichukulie hizi kwamba kumtoa tu ni rahisi. Wawaze maisha badala ya hapo. Tunamwachia mtu ambaye ana mafunzo ya kijeshi, ana mafunzo ya kivita, ana mafunzo ya silaha. Tunamwacha aende mtaani katika maisha ambayo hakujiandaa. Unajua kustaafu umejiandaa na umri umeshaenda. Unajua kabisa na nipata kinua mgongo changu, nikafanya biashara zangu niziweke vizuri na familia yangu. Kwa hiyo hicho kitu mimi ningewashauri, wasichukulie hizi, wasichukulie rahisi. Isiwe tu rahisi mwanajeshi yani kama tu ambavyo si makazi mengine huko kitu kidogo. Kisa tu wanaolitamani ni wengi, sababu sasa ndio kitu ambacho labda wanaamini. Kwamba zamani kuajiliwa jeshi mkamate kijijini hapo, inawezekana muda vijana wamekuja wabebwe wakakimbia kabisa. Ila saa hizi watu wana fight kuipata
nafasi. Kwa hiyo wanavyoichukulia hiyo kwamba wengi wanalilia, basi hata ule kwa mumo ndani tukikukosa so issue, kwa sababu wenzako wengi wanaolilia kuingia kwenye jeshi. Lakini sio, jiulize kwamba huyu ambaye tayari kashaingia ana mafunzo yetu tayari, anatoka hapa na kitu gani, kwa faida ya nini, anaenda huko anakoenda, hicho alichokipata hapa kinaenda kumsaidia nini huko mtaani. Kitu ambacho litakiwa wazingatie. Huo ni ushauri wangu mkubwa kwao. Umeweza kuzungumza kwa ujumla. Tunaye mama ambaye anaamini kwamba yuko vizuri kwenye uongozi wake na utawala wake. Kwa namna moja ama nyingine, mbali na hicho, kuna kipi cha kuweza kumuomba labda? Mimi bana, nikisema na kipi cha kuweza kumuomba, kama nilivyokuambia, mimi nimeomba kupambana. Vya kupewa sio issue sana. Nawaza kupambana kwenye njia zangu. Kama ataona nastahili kurudishwa kwenye majukumu, it's okay. Kama ataona kwamba naweza kufanya kitu kwa huyu kijana nikamweka sehemu hata kwa elimu kake aliko nako, it's okay. Kama anaona anaweza, kwa sababu saizi kuna muda natamani kurudi chuo nikamalize gepu langu, lakini nishauri kwenye maisha ya mapambano na familia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwamba ili nirudi chuo saizi niweze kujilipia tena ada mwenyewe, siwezi kupata tena mkopo. Kutoka 2014 mpaka sasa ni miaka mingapi, vigezo vya mkopo sina. Kwa hiyo ni kwamba nawaza nijiimarishe ifike hatua, yani na uwezo wa kusoma, yani karudi kujisomesha na business zangu zinazonizunguka zikanilinda na bado familia ikaishi, kwa sababu na mimi tayari nasomesha watoto. Tena kwa magari ya njano, sio ya kutembea mguu, wanapana magari ya njano. Zote ni mapambano hayo. Shanaelewa Mwingine yuko shule moja inaitwa Baraka Vale, by the way pale mimi ni barozi, kwa hiyo walau kuna neema upande wangu mwanangu kuwepo pale kwa sababu ni barozi. Shule moja inaitwa Baraka Vale. Umeona Kwa hiyo hivyo siwezi kusema kwamba si mama anipe hela, kama akiona yeye sawa kwamba bwana mimi sina cha kufanya, ila kama kwa kuona akili ya mapambano ya maisha, shika hichi au shika hii afanye mapambano yako, it's okay. Lakini mimi namuombea kwenye majukumu yake, kwa sababu majanga haya yalitokea. Mimi nimeajiliwa kipindi cha Kikwete, majanga yametokea kipindi cha Magufuli, sasa hizi niko kwenye kipindi cha mama. Mimi namuombea tu mapambano yake, kwa sababu kama kuna maumivu alijitokeza kwenye utawala uliopita, wengi wanapona kupitia utawala wake. Mungu aendelee kumtia nguvu mitano tena kwake. Basi mfuatiliaji wa King Paul TV, umeweza kumsikia ndugu yetu, ameweza kujieleza kwa upana na kwa urefu. Kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kwamba kuna kitu ambacho umeweza kukipata hapa. Kuna elimu kubwa sana ambayo umeweza kuipata. Hata mimi pia nimeweza kuipata kwa namna moja ama nyingine. Siku zote kwanza usikate tamaa kwenye maisha, lakini pia amini kwamba kila kitu kinawezekana. Ndugu yetu aliweza kuthubutu, alijaribu akafanya, na leo hii ameweza kufika katika kiwango ambacho anahitaji kufika, lakini bado naamini anazidi kupambana. Unalipi lolote kuweza kumwambia, kumshauri, basi angusha comment zake hapo chini, mambo yatakuwa poa kabisa. Mitandaoni unapatikana vipi sasa? Labda kuna mtu amekuona hapa sasa, yani nifanye kazi na ndugu yangu hapa kwa namna moja ama nyingine. Mimi mitandaoni najulikana kwa jina la MC Kaoneka Events. Ngali wengi ile neno Kaoneka wanalikosea, wengine wanaita Kaoneke, wengine Kioneke, sijajua muda kutokana na majina yao kwenye makabila yao. Lakini naitwa MC Kaoneka. MC Kaoneka Event. Ukiingia Insta, ukiingia YouTube, ukiingia Instagram na ukiingia Facebook, by the way matukio mengi sana nimewekeza kuposti Insta. YouTube account yangu sijaiamsha sana kwa sababu nikiwa katika process zangu hizi za kujitafuta, kama nilivyokuambia, sasa hizi nimeweza kumiliki official DJ na my sound engineer. Mwaka huu Mungu akijalia nataka nimiliki tena official photographer. Maana mwanzoni nilikuwa ninapoenda popote DJ nakutana naye ndio napiga naye. Lakini sasa hizi ni kwamba wewe umenitoa hapo, umenipeleka si Kahama, sio umenipeleka Bukoba, maana DJ wangu yuko kushoto. Sound nitaicheki huko, nitaikodi huko, lakini DJ yuko kushoto kwangu. Kwa
Kwa hiyo sasa hizi ni kwamba na mwaka huu namiliki tena na official photographer ambaye nitakuwa pia natembea naye kwenye kazi zangu. After there sando YouTube huko nini nitaanza kuamsha, kwa sababu sikutaka niwe na post hizi clip za simu, za kufanya mtu ukutana mpiga picha akutumie. Nataka niwe na mtu wangu. Lakini kwa matukio mengi sana ambayo mtu anaweza akaona movement zangu, akaona hizo kazi nazosema sio Mwanza, sio Tunduma, sio Songea, sio Moshi, Arusha, sio, akiingia Instagram ndo atakuta MC Kaoneka event. Basi nadhani tumefika tamati. Kwa namna moja ama nyingine, kama unataka kuongeza, ongeza hapo chini ya comment, mambo yatakuwa poa kabisa. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni namba ya simu sawa. Lakini tofauti kama hivyo nimesema, tofauti na page za kijamii, zao kanicheke kwa namba ya simu ambayo ni 0659 16 46 16. Hiyo ni namba ambayo maisha yote iko hewani. 0659 16 46 16. MC Kaoneka events. Basi comment hapo chini, sisi naweza nikasema kwamba tumeweza kumalizia wewe hapo na mambo yatakuwa poa kabisa. Asante.